Nini? Unaweza ukaondolewa jina la baraka ukapewa jina la giza, ukaanza kupata tabu. Kumbe issue inatokana kwenye jina. Kitabu cha Mambo ya Nyakati wa kwanza sura ya 4 mstari wa 9 na wa 10. Nyakati wa kwanza, Nyakati wa kwanza sura ya 4 mstari wa 9 hadi wa 10. Nasema kwa msaada wa Bwana. Naye Yabesi alikuwa mwenye hekima kuliko nduguze, na mamaye akamwita jina lake Yabesi, akasema ni kwa sababu nalimzaa kwa huzuni. Huyo Yabesi akamlingana Mungu wa Israeli akisema, lau kwamba ungenibarikia kweli kweli na kunizidishia hozi yangu, na mkono wako ungekuwa pamoja nami, nawe ungenilinda na uovu, ili usiwe kwa huzuni yangu. Nawe Mungu akamjalia hayo aliyoyaomba. Amen. Amen. Hebu rudia, maana nimesikia unasema hekima ipa. Soma vizuri. Nasema kwa msaada wa Bwana. Naye Yabesi alikuwa mwenye heshima hapo sawa, kuliko nduguze, na mamaye akamwita jina lake Yabesi, akisema ni kwa sababu nalimzaa kwa huzuni. Mstari wa 10. Huyo Yabesi akamlingana Mungu wa Israeli akisema, lau kwamba ungenibarikia kweli kweli na kunizidishia hozi yangu, na mkono wako ungekuwa pamoja nami, nawe ungenilinda na uovu, ili usiwe kwa huzuni yangu. Naye Mungu akamjalia hayo aliyoomba. Amen. Ushindi. Unaona, Yabesi alikuwa mwenye heshima kuliko maana wakati anazaliwa heshima alikuwa nayo kuliko ndugu zake. Sema nashinda. Lakini heshima haipo. Kwa nini jina Yabesi? Kwa nini? Mama yake alimuita Yabesi kwa sababu alimzaa katika huzuni. Kwa maana yake Yabesi huzuni. Wewe ambao unaangalia jina tu unaita mwanao, kimuita Yabesi maana yake unamwambia huzuni iwe juu yake. Hakuna siku atakapopata furaha. Akienda kule wanamkoa, akirudi huku maneno, akigeuka hivi huzuni imradi kae juu yake. Inatokana nini? Na jina. Sema nashinda. Ushindi. Na hiyo tabia huwa ina wakina mama. Yaani wewe mtoto ulivyonitesa, uchungu wako ulizidi sijua nini na nini. Sema nashinda. Ushindi. Nikikuona nakumbuka kisu. Wewe anakumbuka huzuni wa nini? Sema nashinda. Ajui wakati ananena huyu ni mtu, ni mkuu, ni mtu mwenye baraka, anaweka huzuni juu. Sema nashinda. Ushindi. Na huyu akasema hapana, ili niendelee kukumbuka wewe ni Yabesi, kwa sababu uchungu ulikuwa si uchungu na huzuni ulikuwa sio huzuni. Inawezekana madaktari walimwacha akabakia peke yake, akasema atakufa, akabakia na huzuni. Sema nashinda. Sio wa kwanza kuacha na madaktari. Yesu yupo. Unaona sasa? Amezaliwa akiwa na heshima, ila heshima imefunikwa na jina. Wamemvika vazi lingine. Kwa hiyo jina la mtu ni vazi pia. Sema nashinda. Kwa hiyo huyu akakuwa lakini huzuni haikuisha kwake. Mpaka mwisho siku akasema hatukutaki, toka hapa. Wakamtimua ndugu zake. Walipomtimua akajiuliza, hivi shida ni nini?
ndipo akakumbuka jina langu linaitwa Shida. Kabidi aende mbele za Mungu kumlingana, akaanza kuomba, Mungu, ukinionelea hii shida iliyoko kwenye jina likaitwa Shida, ndipo utafanya moja mbili kwako. Niondolee kongwa kutokana na jina langu. Sema nashinda. Ushindi. Wewe unaitwa masumbuko. Masumbuko yataisha wapi? Hata kama unazo, lakini utakuwa unabeba mzigo, utafikia kisio tajiri. Si masumbuko, uweze ukatulia. Au hujawahi kuwaona wa hivyo? Hicho kwenye jina. Sema nashinda. Ushindi. Akasema hapana, hapa hakuna kunisaidia tofauti na Mungu. Akamwambia Mungu, mimi nimesogea mbele zako, niondolee hii taabu iliyopo juu, huu huzuni. Si kwa sababu watu hawanipendi, ila ni kwa sababu ya jina linaitwa huzuni. Kwa hiyo niondolee huzuni. Na Mungu akasikia, akamwondolea huzuni. Ukiendelea kule mbele utamwona walimuita alafu akawa mfalme. Kwa nini? Mungu ameondoa huzuni. Huzuni itoke juu ya jina lako katika jina la Yesu. Amen. Sema sasa hivi, kila agano la giza juu ya jina langu nalitengwa kwa damu ya Yesu. 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 Nalitengwa katika jina la Yesu. Ushindi. Lakini kuna watu ambao wanaitwa majina. Jina lenyewe ni la kimungu, lakini baada ya kuitwa jina walichukua kalikabidhi kwenye miungu. Huku na jina tu unaitwa Mathayo, unaitwa Yohana, lakini rohoni lilishakabidhiwa kwenye miungu. Sema nashinda. Ushindi. Ushindi. Kwani sema sema nashinda. Kuna ambao wanaita majina ya Kikristo kuliko moshi. Majina ya maana sana utayakuta moshi, lakini huku nyuma unakuta mmilikiwa na miungu. Sema nashinda. Sema nashinda. Sema nashinda. Sema nashinda. Ndio maana, kwa sababu neema ya Mungu imekuja, imefunuliwa kati yetu. Hata ukipata mtoto, lile jina lazima umpeleke kwa Mungu na umuuze kwa Mungu. Hamiliki kabisa. Ndio ambacho tunafanya sisi hapa. Mtoto amezaliwa, unapeleka utaratibu, mlete tumuuze kwa Yesu ili shetani asipate cha kwake. Kwa sababu usipofanya hivyo, taabu inayokupata wewe ya kupigana na miungu hata uzao wako. Ndio maana Yesu akatununua kwa thamani ya damu yake. Sema nashinda. Ushindi. 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 Kwa hiyo inawezekana una huzuni kwenye biashara, kwenye ndoa, kwenye kazi, kwenye elimu, mambo hayaendi. Issue ipo kwenye jina. Sema nashinda. Kama kuita la babu, la bibi, la shangazi, la mjomba, mimi sijasema msiwaite majina, ila angalia huko nyuma ilikuwaje. Kama alikuwa anaruka na nyungo, na wewe utaanza kwenye ndoto unaruka na nyungo. Mpaka miungu inasimama kidete, inasema haiwezekani. Wewe hata ufanyeje uwezo ukafanikiwa, kwa sababu umetukataa sisi. Kwa nini? Si umebeba jina letu. Uliwahi kuona mtu anaitwa Yesu? Uliwahi kuona mtu anaitwa Yesu? Yuda Iskarioti? Uliwahi kumuona? Mimi nasema Yuda Iskarioti. Kuna Yuda ndugu yake na Yesu. Kuna Yuda Iskarioti. Yupo huyo. Sema nashinda. Kwani sio majina yapo kwenye Biblia?
Goliati? Kwani sio jina liko kwenye Biblia? Sema nashinda. Sema nashinda. Sema nashinda. Sema nashinda. Ushindi. 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 Wanaogopa roho iliyoko nyuma. Kwa sababu kila jina linakuwa na uhalisia wake. Je, jina lako linamaanisha nini? Kwa sababu ukiangalia mataifa 12, kila jina lina maana yake. Kila jina lina maana yake. Kila jina lina maana. Ukisoma ile Mwanzo 4 utamuona Enoka akaondoka mbele ya uso Abili na Kaini. Kaini akaondoka mbele ya uso. Maana kuondoka mbele ya uso wa Bwana, amemkataa Mungu. Akaenda kule mashariki, akazaa mtoto, akamwita Enoko na kujenga mji unaitwa Enoko. Sema nashinda. Ushindi. Ushindi. Ndio maana jina lako linawezekana likawa linahusiana na ujenzi au na kilimo au na mifugo. Halafu unakuja huko unasema nifanye biashara. Jina lako linasema ufuge. Sema nashinda. Kule Ufaransa huwa kuna majina yanaitwa, mtu anaitwa kutembura. Anaitwa? Manake huyu alipewa mbuga, aanze kulima. Sasa mtoto wa kwanza anamuita kutembura. Sasa huyu akija mjini ataka afanye biashara. Wewe nenda katembure mapema. Sema nashinda. Ushindi. Ushindi. Kwa sababu issue ipo kwenye utafanya biashara, hujauza kwa hasara, unashangaa hela zionekane. Issue ipo wapi? Unajiuliza hivi biashara yako inakuwaje? Jina. Sema nashinda. Ushindi. Sema maagano ya giza juu ya jina langu pengwa kwa damu ya Yesu. 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 Pengwa. Ushindi. 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 Na majina ya maana watu wanayakataa sana. Ni machache ukisikia mtu anaye. Hakika anasema ni msomi huyo. Natuletea maeneo ya kisomi, majina ya kisomi. Ili kwetu kwenye ukoo alipo. Hata kwa upande wa Yohana walisema, wanamwambia Elizabeth, wanasema hili jina kwenye ukoo wenu halipo. Lakini walishangana, baba yake anasema anaitwa hivi. Na akafunguliwa na kinywa. Na wewe kuna wakati mwingine uwezo ukapata vitu mpaka uite jina lingine ufunguliwe. Sema nashinda. Ushindi. 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 Watu wanaoitwa mafanikio ni wachache sana. Mafanikio ni wachache sana. Ni wachache? Mafanikio wapo hapa? Ndio. Wanaojiita mafanikio wapo? Ndio. Au walivyo success? Wapo. Kumbe wapo. Sema nashinda. Ushindi. 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 Sema kila agano juu ya jina langu la giza
nalitengwa kwa damu ya Yesu, 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 katika jina la Yesu. Ushindi, 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 ushindi. Muulize jirani yako, unaitwa nani? Nimetoka kwa nani? Maisha yako yalikuwaje? Mwambie usinijibu ile ujijibu mwenyewe. Kama unaitwa Nyanzira sawa. Kwa sababu jina ulilobeba lina uhalisia wa maisha. Sema nashinda. Sema nashinda. Na wakati mwingine tunaweza tukaomba baraka, 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 baraka. Unasema jamani, nimeombewa maombi mengi sana, ili baraka mbona sizioni? Kwa nini? Sema jina. Kwa sababu namwambia na kuhukumu barikiwe, jina lake anaitwa hasara. Unategemea nini? Kila majina yana maana. Ukiuliza Kilimanjaro muulize Keku Manka, ina maana. Sema nashinda. Kitabu cha Mwanzo sura ya 35 mstari wa 9 hadi 11. Mstari wa 9 hadi 11. Mwanzo 35 mstari wa 9 hadi 11. Mungu akamtokea Yakobo tena aliporudi kutoka Padan Aram, akambariki. Mungu akamwambia, jina lako ni Yakobo, utaitwa tena Yakobo, lakini Israeli itakuwa jina lako. Akamuita jina lake Israeli. Mungu akamwambia, mimi ni Mungu Mwenyezi, uzidi ukaongezeke taifa, na kundi la mataifa watatoka kwako, na wafalme watatoka viunoni mwako. Amen. Amen. Mungu akamtokea Yakobo tena aliporudi kutoka Padan Aram, akambariki. Mungu akamwambia, jina lako ni Yakobo, utaitwa tena Yakobo, lakini Israeli itakuwa jina lako. Akamwita jina lake Israeli. Mungu akamwambia, mimi ni Mungu Mwenyezi, uzidi kuongezeka taifa, na kundi la mataifa watatoka kwako, na wafalme watatoka viunoni mwako. Unaona, akamtokea Yakobo tena. Maana si mara ya kwanza kumtokea. Kiangalia huko alikuwa ameshamtokea kama mara 3. Ushindi? Lakini baraka, kwa sababu kitokea na Mungu kuna baraka, lakini hazikuonekana kwake. Issue ipo kwenye Yakobo. Yaani ameonana na Mungu uso kwa uso, lakini baraka zipo. Kinachozuia baraka ni jina Yakobo. Ushindi, ushindi, ushindi. Kwa sababu Yakobo lilikuwa limebeba maana mbili, mwizi na mdanganyifu. Barikiwa, huyu ni mdanganyifu, jina linasema. Barikiwa, huyu ni mwizi, baraka zinaibiwa. China. Mpaka Mungu anarudi anamwambia, hapana, tangu leo hutaitwa Yakobo, utaitwa Israeli. Halafu anamzidishia baraka. Neno taifa Israeli ni jina la mtu. Na ndio maana unaona baraka. Watu wanaenda kujifunza kilimo, mifugo.
mambo wanaotengeneza silaha ni Mwisraeli. Hii mnaita sayansi na teke linakuja kwako ni Mwisraeli. Sema nashinda. Ushindi. 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 Lakini ni kwa nini? Ni kwa ajili ya jina lilipobadilishwa. Hebu niambie kama unaitwa Bilikuija. Kila siku ni Bilikuija, kila siku ni wewe, mpaka lini? Ndio maana hata Mungu anasema saa ya wokovu ni sasa. Bilikuija maana yake ni mategemeo. Leo mategemeo, kesho mategemeo, kesho kutwa mategemeo. Mpaka lini? Iradi ya Mungu iko pale pale. Lakini jina linasema mategemeo. Mategemeo, mategemeo. Ishipo kwenye jina. Muulize jina lako unaitwa nani? Akikunja uso mwambie sio mimi, wala wao waliokubatiza. Sema nashinda. Ushindi. 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 Sema maagano yote ya kuzimu, ya magonjwa, ya balaa, ya utasa, ya umaskini juu ya jina langu, tengwa kwa damu ya Yesu. 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 Tengwa katika jina la Yesu. Ukienda Ufaransa kule nakotokea, ukisikia mtu anaitwa Kashangaki, kuna maana yake. Ukisikia mtu anaitwa Kagaruki, kuna maana yake. Maana kuna sehemu atakapoenda atafika tu ili jina likamilika, alafu arudi. Jina na roho inasema lazima ikamilike, lazima ikamilike, lazima ikamilike. Hakuna wakubisha, kwa sababu kwenye jina kuna roho. Ni roho ipi iliyoko juu ya jina lako? Sema nashinda. Ushindi. Hiyo Mwanzo 35 mstari wa 16, hebu soma hapo. Mwanzo 35 mstari wa 16. Wakasafiri kutoka Betheli hata ukabaki mwendo wa kitambo tu kufika Efrathi. Raheli akashikwa na utungu wa kuzaa, na utungu wake ulikuwa mzito. Amina. Endelea. Mstari wa 17. Ikawa alipokuwa anashikwa sana na utungu, mzalisha akamwambia, usiogope, maana sasa utamzaa mwanaume mwingine. Mstari wa 18. Ikawa hapo katika kutoa roho yake, maana alikufa, akamuita jina lake Benoni, lakini baadaye alimuita Benjamin. Amina. Amen. Ushindi. Unaona, umesafiri, wanaenda akiwa na nani? Sema Raheli. Lakini na jina Raheli si unajua maana yake? Sema nashinda. Ushindi. Wamefika sehemu, huyu ni mjamzito, sasa ni muda wa kuleta mtu duniani. Uchungu ukawa mkali. Uchungu ukawa. Amefika kwa nesi, mkunga, mzalishaji. Sema nashinda. Ushindi. Ushindi. Manake mtoto ameshatoa kichwa kabisa, amebakiza labda tu mguu, kwa sababu alijuaje kwamba ni wa kiume. Anamwambia jipe moyo, huu uchungu unaosikia unazaa mtoto wa kiume tena. Na huyu anasikia uchungu nilionao hata kama na mzaa. Basi akatamka katika kufa kwake, mtoto anatoka, anamuita Benoni. Sema nashinda. Kilichosaidia mzee Yakobo, unajua hema la mwanamke lilikuwa linakaa pale, kawa Masai wanavyojenga, na mwanamke na mwanaume anakaa pale, anasikia. Akasema hapana, huyu ni Benjamini, sio Benoni. Hebu niambie, ningekwepo kabila linaitwa Benoni, maana yake ni kifo.
Sema nashinda. Ushindi. Ndio maana kuna maagano kwenye familia yalitokana na jina. Labda mtu alizaa mtoto wa kwanza akafariki, kwa hiyo kila watakaozaliwa wanaitwa kifo. Wala ambao wanaulizaga unaitwa nani? Mimi naitwa nani? Wa nani? Kwa sababu majina yanafanana. Amen. Ila yote yana maana. Yamebeba nini? Ndio maana wewe ambao unajua kweli, ukiona mtoto wake wamuita jina ambalo limepinda kona, na wewe kuwa kama Yakobo unasema hapana. Tena ikiwezekana mwambie ulienda leba. Maana wengine wakishia wanasema basi utakuwa baba yake, mwambie ulienda leba. Usiharibu mtoto kwa kumuita jina ambalo limepinda pinda. Sema nashinda. Ushindi. Ushindi. Kwa sababu anataka amuite jina la bibi yake, shangazi yake, mjomba wake, babu yake, nyuma, na wewe unajua tabia zao. Unategemea nini? Na hebu waza kwenye mila za Kiafrika, mtoto akiitwa jina la babu, ni katoto kanaanza kusalimiwa, anapiga na magoti. Maana kero imeshavaa, inasema ni mimi ndio naishi ndani. Hata kukaa utashangaa. Utakuta mbona huyu mtoto anakaa kama babu yake? Nakwambia ndio maana alibeba na jina lake. Unadhania ni sifa? Sifa? Hey. Subiri mwisho wake uone. Sema nashinda. Ushindi. 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 Muulize jirani yako unaitwa nani? Mwambie lile unaitwa nani? Hawezi kusema kwa sababu hata yeye ni mwenyewe linamchanganya. Kama analijua ajua hata maana yake. Ulizaliwa kipindi cha njaa, unaitwa njaa. Sema nashinda. Yaani kwa sababu ulizaliwa katika njaa unaitwa njaa. Manake njaa alafu unasema njaa haishi kwangu. Haishi, wewe si njaa. Mungu hana pendo, ila ni upendo. Sema nashinda. Nashinda. Mungu hana neno, ila yeye ni neno. Sasa ukiitwa njaa na wewe sema njaa, unaona inavyokuwa ni ngumu hata kwako, sababu uitaki. Sema nashinda. Ushindi. 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 Unasikia watu wanaitwa mayunga. Mwingine anazaliwa kwenye majira ya nyakati kutokana na taifa, anaitwa mapinduzi. Mpe muda, atakuwa anapinduliwa au anapindua. Sema nashinda. Ushindi. Ushindi. Na sivyo tu, unaweza ukaingia kwenye mtandao ukaguko jina hili, alafu anakuelezea alivyo. Unasema jina hili ni nzuri, unaona walioitwa wote wamefanikiwa. Angalia roho inayofanikisha ni ipi. Sio wahi kumuita jina la kiongozi au msanii au mtu mashuhuri kwa sababu amefanikiwa, wakati unajua kilichomfanikisha kuna roho nyuma. Hiyo tu ndio itakuja.
alipokea jina letu, tumekuja. Umefurahi mafanikio, lakini nyuma kuna mzigo. Sema nashinda. Ushindi, ushindi, ushindi. Nuru, nuru. Sema jina langu liangaze kwa jina la Yesu. Sema jina langu liangaze kwa jina la Yesu. Ushindi. Mwanzo 17 mstari wa 4 hadi wa 5. Kitabu cha Mwanzo sura ya 17 mstari wa 4 hadi wa 5. Mwanzo 17 mstari wa 4 hadi 5. Mimi agano langu nimefanya nawe, nawe utakuwa baba wa mataifa mengi. Wala jina lako utaitwa tena Abrahamu, lakini jina lako litakuwa Ibrahimu, kwani nimekuweka uwe baba wa mataifa mengi. Amen. Amen. Unaona? Sema nashinda. Nashinda. Ibrahimu mwanzoni alikuwa anaitwa Abraham. Alikuwa anaitwa, lakini hebu waza kwa nini Mungu anambadilisha jina, kumuondolea Abrahamu na mwita Ibrahimu? Kwa sababu Abrahamu alibatizwa kwao kule Uru wa Kaldaya, ambayo ni Iraki ya sasa hivi. Maana yake imebeba miungu. Ndio maana utasikia watu wanawaita wala mama mdogo wale wanawaita, limeanzia wapi? Iraki. Ila limebeba nini? Lakini alibebi baraka. Mungu amemwambia kutoka ile Mwanzo 12, nenda, nimeshakubariki kule unakoenda. Lakini mpaka inafika 17 baraka zitaonekana. Kwa nini? Alikuwa anaitwa Abraham. Mpaka alipobadilisha akamwambia tangu sasa sio Abraham tena, anaitwa Ibrahim. Halafu anamwambia kwa nini? Ibrahim nimbeba, utakuwa baba wa mataifa. Baraka imefuata jina. Sema nashinda. Sema nashinda. Sema nashinda. Sema nashinda. Sema nashinda. Sema nashinda. Muulize jirani yako, wewe ambao unasumbuaga watu niombee, jina lako la Katanyuku hili umeshalibadilisha? Unajua hii ni elimu mpya. Hata Yesu alisema analeta elimu. Sema huyu ni mwana ushindi. 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 Sema huyu ni mwana ushindi katika jina la Yesu. Ushindi. Ushindi. Maana ukisema mimi ni mwana ushindi umemsema Yesu. Ushindi. Sasa mtu akutana na wewe njiani, ushindi ndo nani? Haya, ila ukiwa hapo unasema mimi mwana, ila kule ushindi unaanza ku halo, hivi uko wapi? Ili asirudie. Ajionavyo mtu ndivyo atakaye nionea aibu mbele ya wanadamu, na mimi nitamuonea aibu. Sema nashinda. Ukienda ofisini ushindi, kazini ushindi, wapi ushindi. Amina. Napo ndipo linakamilika na falme zote za dunia zimegeuka kuwa ni ushindi. Na maneno haya yanatimia wakati wako na wakati wangu. Sema nashinda. Ushindi, 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 ushindi. Kwa nini auishi wewe? Yesu ndo anaishi ndani mwako. Ushindi. Sema nashinda. Sema nashinda. Sema nashinda. Sema nashinda. Sema nashinda katika jina la Yesu. Ule mstari wa 15 hiyo Mwanzo 17. Maana mna unakimbia kweli.
Mnakusoma. Imenenwa. Mungu akamwambia Ibrahimu, Sarai mkeo hutamwita jina lake Sarai, kwa kuwa jina lake litakuwa Sara, nami nitambariki tena, nitakupa mwana wa kwake, naam nitambariki, naye atakuwa mama wa mataifa, na mfalme wa kabila za watu watatoka wako. Ameshakuwa mzee, lakini kwa sababu tumbo linaonyesha huyu atazaa mtoto ambaye itakuwa ni baraka kwenye dunia, miungu inasema hapana. Kwa nini? Tumemwita jina letu la Sarai. Tamka baraka unavyotaka, ila kwa Sarai hapati. Sema nashinda. Ushindi. Ndipo Mungu akamwambia hapana, kwa sababu hii issue inayozoeka kwenye kwa jina la Sarai ataitwa Sala. Sarai imetoka kule Babylon. Ameitwa na nini? Na miungu. Maana kuna law ambayo imesimama juu ya jina, sisi ndio tulimwita. Sasa anapokeaje baraka kutoka kwako? Labda sisi. Ndipo Mungu akabadilisha jina. Sema nashinda. Ushindi. 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 Sema nashinda, sema nashinda. Sema nashinda, sema nashinda. Nuru. 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 Sasa kuna watu wameanza kuita majina ya shetani kabisa kabisa. Sio kama umeshayasikia. Wengine wanaitwa macho matatu. Macho. Kisikia mtu anasema macho matatu, anaongelea shetani. Kuna wengine waliwahi kuimba nipe jicho la tatu. Kwa Mungu hatuna jicho la tatu. Wimbo wa kumsikia go. Mungu nipe jicho. Jicho la tatu ni kwa shetani. Na wengine sasa hivi wanahubiri ndio wanasema hivi, ukitaka kufanikiwa tumia jicho la tatu. Sema ni kwenye mtandao yenu muone hayo. Sema nashinda. Na ndio maana kama hujui kitu uliza, tutapewa maana na maandishi. Sema nashinda. Sema nashinda. Nuru. 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 Mathayo sura 10 mstari wa 22, angalau tukusa hata Agano la Jipya. Japo muda wetu umeshakuwa wenyewe, ili tuingie kwenye kutengua hizo roho. Mathayo sura 10 mstari wa 22. Mathayo 10 mstari wa 22. Nanyi mtakuwa mkichukiwa na watu wote kwa ajili ya jina langu, lakini mwenye kuvumilia hata mwisho ndiye atakayeokoka. Amen. Amen. Anasema nanyi mtakuwa mkichukiwa kwa ajili ya jina langu. Unaweza kuchukiwa kutokana na jina. Ndio ile ya basi ya uzuri. Jina ulilonalo linakataliwa. Unachukiwa kwa ajili ya jina. Unadharauliwa kwa ajili ya jina. Na ndio maana ukitwa jina la Mungu, sema nashinda, umetangaza vita. Hiyo ndio aibu ambayo inaukamata wanyani, huwezi kusema ushindi kwa watu. Huwezi ukasema. Unaogopa kuchukiwa. Unaogopa kudharauliwa. Umetangaza vita. Mtachukiwa kwa ajili ya jina. Ila hatakayevumilia mpaka mwisho, huyo ndiye anayepona, ndiye anayeokoka, ndiye anayebarikiwa. Sema nashinda. Ushindi. 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 Sema nashinda. Sema nashinda. Sema nashinda. Sema nashinda. Yohana sura ya 1 mstari wa 42, tuishie hapo.
Taendelea kesho tena. Yohana sura ya kwanza mstari wa 42. Yohana sura ya kwanza mstari wa 42. Akampeleka kwa Yesu, naye akamtazama akasema, wewe Simoni mwana wa Yohana, naye utaitwa Kefa, tafsiri yake Petro au jiwe. Amen. Ushindi. Akampeleka kwa Yesu, naye Yesu akamtazama. Sema akamtazama. Akasema, wewe huu Simoni mwana wa Yohana, nawe utaitwa Kefa, tafsiri yake Petro au jiwe. Kwa hiyo unaanza kuona kati ya wanafunzi huyu Petro, ambao anasema Petro alikuwa na kwake, alikuwa anaitwa Simoni mwana wa Yohana. Simoni wa mwanene wa Yohana. Sema na shinda. Ushindi. Kwa hiyo Yesu akamtazama, Simoni hii mbona imebeba nini nyuma? Huyu ananifua kwenye kazi yangu, lakini hii Simoni hii hawezi kubarikiwa, hawezi kuwa na ujasiri, hawezi ku Kaambiwa, hutaitwa tena Simoni, utaitwa Kefa au Petro, tafsiri yake jiwe. Sema na shinda. Kwa nini? Yesu ni jiwe. Amen. Mwamba wa kale, anasema atakayejikwaa pale anavunjika nini? Vipande vipande. Sema na shinda. Ushindi, 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 ushindi. Ndio maana hata mtu akiokoka ni ngumu kushuhudia kwamba ameokoka. Kwa sababu wanasema walokole wale bwana, walokole. Hawezi kusema. Kwa sababu ni 10% tu walokole kusema mazuri, ila 90 wanasemwa mabaya. Mtachukiwa kwa ajili ya jina. Na siku zinakuja ambapo watasema tumeamini kwenu kuna Mungu. Kila mmoja anashika kwenye pindo. Sema na shinda. Ushindi. Kwa sababu kuna vitu havipatikani mpaka umeokoka. Kama hujaokoka wanakukalia usiku. Kama hujaokoka wanakuja wamebadilika kuwa paka ili wakutabisha. Sema wewe uliyebadilika kuwa paka, na amuru moto tekete kwa jina la Yesu. 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 Teketea. Kama hujaokoka unaamka asubuhi unakuta miguu mbona imejaa matope. Ulikuwa kwenye jaruba. Sema na shinda. Ushindi. Ushindi. Ndio maana ukitambulisha mimi nimeokoka. Hey. Anasema yani huyu amna, kwanza siwataka kabisa. Kazi ingekuwa lakini usingekuwa umesema umeokoka. Mimi wanakuwa siwataki. Na sasa hivi kuna vita wanasema warokole kwenye kazi hawafai. Ushindi. Hawafai kwa sababu wanaharibu mamlaka ya giza. Hawafai katika dunia hii, ila wanafaa kwa mbingu. Ndio maana tunaitwa wapitaji. Sema na shinda. Ushindi. 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 Nilienda sehemu kawa naonana na mwanasheria mmoja. Kaniambia, mchungaji, unajua na mimi I was born again. Umezaliwa kweli wa pili, mara ya pili. Mbona? Kasema nataka niingize kwenye sema na shinda. Ushindi. Kwa nini? Kuna vitu havitapatikana mpaka umesema nimeokoka. Ndio maana Mungu akufungulie milango kwa jina la Yesu.
uwe na kampuni, uwe na biashara, uwe na mafanikio, uweze kuajiri. Mtu akija akasema mimi, sifa ya kwanza nimeokoka, sifa ya pili ni mchapakazi, sifa ya tatu sifanyi kazi bila kukemea shetani. Unasema wewe hakuna interview, nenda moja kwa moja. Sema nashinda. Ushindi. Sasa ukiajiriwa na maji haokoka, atakupigia simu na kuambia kuna dawa niliacha hapo, uanze uichome kwanza kabla ya kusafisha vyombo. Ndivyo ilivyo, yani hakuna matokeo bila roho nyuma. Sema nashinda. Ushindi. Ushindi. Yaani wakati unafika kwenye ofisi yako unakuwa unapita unasema kila uchawi uliofanyika usiku na uharibu wote nimekanyaga nyoka na nge, na achilia neema ya Bwana, nuru yake, hakuna uchawi juu ya ofisi katika jina la Yesu. Na mwingine akiwa anakuja wote wapo kwenye kazi. Sema nashinda. Ushindi. 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 Sema kauka. Sema kauka. Sema kauka. Sema na kausha katika jina la Yesu. Mungu si jirani yako, mwambie sasa hivi tengua roho za giza juu ya jina lako. Kila kizuizi kinachotokana na jina ulilopewa sasa hivi kwa damu ya Yesu, sema haribika. Mwambie jirani yako, mwambie na kuombea sasa hivi katika jina la Yesu, hiyo giza juu ya jina lako kwa mamlaka ya jina la Yesu, na ninyamazisha kwa damu ya mwanakondoo maagano yote ya miungu, ya mababu, ya mabibi, ulikozaliwa na ulikoingia, hayo maagano yote juu ya majina kwenye uzao wako, na ninyamazisha kwa damu ya Yesu katika jina la Yesu. Sasa kuna mwingine unaposema juu ya uzao wako anasema mimi sijazaa, kumbe una mpango wa kuzaa. Amen. Amen. Kama umeonekana kabla ya kuwepo, wala ambao unategemea kuja sana wao wanaonekana, tengua maagano juu yao. Sema nashinda. Ushindi. 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 Lakini uweze kuhamisha kitu kukipeleka katika ufalme wa nuru, nawe lazima uwe kwenye ufalme wa nuru. Ukiwa kwenye giza uwezi, kwa sababu wote mnazaliwa na baba mmoja. Kwa hiyo kama unajua umeokoka umerudi nyuma, au njia zako zimekuwa na chenga, au unajua unasema hapana, hapa mimi sikaa sawa, unataka umpe Yesu maisha, karibu studio. Dakika 2 tu ili tuingie kwenye maombi. Studio hakuna mtu leo. Kama unataka kumpa Yesu maisha, unasema kwa kweli mimi nilichukua sehemu na rudi tena kwa upya, ndio muda wako. Sije ukasema siku ile mchungaji alikuwa anatuambia tupige tu ila tuambii kuokoka. Hapana, saa ya wokovu ni sasa. Mbingu ni ya mmoja na maisha ni ya kwako wewe peke yako. Ukimwonea aibu Mungu, naye atakuonea aibu. Yesu